Nowadays kutengeneza application imekuwa rahisi sana kwa msaada wa AI, na hii ni application ambayo nimeitengeneza. Kwanza tuiangalie application ndani ilivyo na kila kitu, then nitakwenda kukuonyesha hatua jinsi ya kutengeneza ya kwako na wewe pia. Ukienda kuisearch kwenye Play Store huwezi ukaikuta kwa sababu bado haijawa public, inafanywa review na Play Store wenyewe. Application ndio hii, nitakwenda kuifungua. Itaniomba notification, nitaallow. Na ndani ipo kama hivi. Hii ni application ambayo nimeunda kwa ajili ya creators wa Bongo kwa sababu hamna vitu kama hivi kwa Bongo. Hapa inaweka, nikigusa inaonyesha hii ni kadi zinakuja kila siku. Haya ni kama trick hivi, ni kama tips za kila siku kuhusu creators. Kama hii imeandikwa kupost sana sio sababu ya account yako kukua, kama unachoposti hakina ubora. Ikifika jioni inaweza kubadilika, ikifika kesho inabadilika huu ujumbe wa hapa. Kwa hiyo creator anaweza kaingia kila siku hapa akapata tip mpya. Lakini hapa ni updates kuhusu mitandao na mambo ya creators. Kama hapa ni YouTube Studio, kutoa alama ya dola. Ukigusa hapa unaenda kusoma taarifa ilivyo, na ni sehemu muhimu sana kwa wale creators ambao hawana magroup, wapo tu. Kwa hiyo hii inakuwa ni sehemu yako kupata taarifa zote ambazo zinakufanya uwe updated kwa Tanzania. Kwa hiyo taarifa zote zinazotokea zinakuja hapa. Na hapa ni sehemu unaandika labda ni idea ya video unataka uifanye kesho, lakini hapa ni kitu kinakukumbusha tu kwamba kila siku unapoposti unaangalia hook, unaangalia thumbnail iko fresh, unaangalia kama iko fresh unaweka tick, audio iko sawa unaweka tick, description iko sawa unaweka tick, tags na kila kitu CEO unaweka tick, then unaweka done. Inakuwa ni issue kila siku kukukumbusha, kwa sababu sometimes unaweza ukawa na idea ukaitengeneza kiholela. Hapa ni calculator ya kukalkulate mapato kwa Tanzania. Kwa mfano views 10,000, unachagua topic hapa, kama ni lifestyle, kama ni tech na business, kama ni premium na finance, kama ni lifestyle na mambo ya kawaida unachagua. Views, kama video imepata views 5,000 unachagua 5,000, au unaandika hapa, au unachezesha huu mshale hapa. Kama ni 5,000 utaona hapa makadirio ya malipo kwamba 5,000 ni pesa ya Kitanzania 9,000 mpaka 14,000, ambapo pia kwa mwezi huyo mtu atakuwa na 200,000 mpaka 400,000, kwa mwaka atakuwa na hiyo. Kufikisha $100 zitamchukua siku 22 ikiwa anapata views 5,000 kila siku na anafanya mada ambayo ni standard. Kupata 1,000,000 atahitaji views laki hizo. Ni calculator hiyo ya kawaida sana. Kama unaposti mambo ya entertainment, comedy, gossip, music, nini hapo unachagua. Kama labda ni views unaweza kusema 10,000 kwa siku. Manake hapo kiwango cha dola kinaweza kawa sio hiki. Kwa mfano sasa hivi inaweza kawa ni 2,600. Inaweza kawa ni 2,600. Kwa hiyo mtu huyo kwa siku anaweza kawa anapata 2,000 mpaka 15,000. Kwa mwezi anapata pesa hiyo hapo. Atahitaji siku 30 kufikisha $100 na atahitaji views 600,000 mpaka 3,000,000 kufikisha pesa ya Kitanzania 1,000,000. Hivyo ndivyo calculator na hapa inavyofanya kazi. Kuna hapa ni updates. Updates ni hizi za muda huu, hizi hapa. Ukigusa see all zinakuja hizi pia. Notification ni notification, taarifa tu za kawaida kwenye application. Michongo inakuwepo ya ambayo nitakuwa naiweka, au mtu nitakayemwachia application atakuwa anaweka huku michongo. Kama kuna mtu anataka promo, mwenyewe unataka upige promo, unaweka huku, creators wanakupata, wanakufuata WhatsApp. Au kama ni website, kama ni creator unatafuta madili ya affiliate, madili fulani ambayo website zinazolipa, nitakuwa naziweka huku. Kwa hiyo mtu anaenda anafungua. Hii ni application ambayo imekamilika, yani iko fresh kila kitu. Setting hapo, anaweza nikaweka dark. Unaona hapo kila kitu kiko huku. Kila kitu kimekamilika. Sasa kutengeneza ya kwako ni rahisi sana. Tutachokifanya, nitafanya hivi. Nitafanya hatua ya kwanza, au hatua nilizofanya ni hizi. Utaingia kwenye Cloud AI. Ukiingia kwenye Cloud huku ni kama ChatGPT, ni kama DeepSeek, ni kama Gemini, lakini Cloud ina akili zaidi, kwa hiyo napenda kutumia Cloud.
Sasa ukiingia kwenye Cloud AI bwana, utaipa idea yako kama ilivyo kwa Kiswahili ndefu kila kitu. Kama hapo unaona nimeandika, na haya ni maneno ambayo unaweza kuyaiga jinsi ya kuandika. Ni sentence ya kwanza, ni SMS ya kwanza ya kuituma muhimu kwenye Cloud AI. Nimeandika okay, nimepata idea nyingine. Iwe ni app ya content creators na features ni kama hizo calculator ya malipo na YouTube. Kuna features kama taarifa. Hapa admin atakuwa anaweka machapisho yanayokuja kama taarifa kuhusu mabadiliko au kitu chochote kuhusu YouTube au AdSense au platform yoyote ile. Admin ataweka cover, title na content husika ikiwa mtu akigusa. Ni feature kali sana kwa Tanzania nzima. Content creators watapata kila kitu kwa Kiswahili kama ni updates au taarifa kuhusu platforms zinazolipa content creators. Unaweza toa wazo feature ya 3 na kuendelea. Hapa na discuss features za hiyo application. Kwa hiyo Cloud itanipa mchakato mzima vitu na kwa kuwa mimi hapa nilikuwa nasoma na naisikiliza kama idea ni nzuri, then naiambia kitu ninachotaka. Nikaiambia sitaki feature yoyote ya AI, ila hiyo feature ya kuweka brand deals ni kali sana. Admin anaweza weka taarifa na link za content creators ili mtu anayetaka kufanya sponsored ads awakute kule. Admin nita-arrange list ninavyotaka au kufuta. Maelezo ni marefu sana. Tutaunda vitu viwili. Cha kwanza, nitaunda website ya admin kwa kutumia Lovable AI, ni simple sana. Pia nitaunda application. Google sasa hivi wamerahisisha sana kuunda application. Vyote hivyo nitapatiwa na hii Cloud. Kwa hiyo baada ya kuchat na Cloud kwa muda mrefu, na hizi chatting ni ndefu sana, hata kufika mwisho ni kazi. Lakini nilichokuwa nakifanya hapa ni kupata idea iliyonyooka na kupata features zilizonyooka. Lakini tunavochat mara nyingi Cloud inanielewa zaidi ninachokitaka. Nikisema nipe prompt, inanipa prompt iliyonyooka. Kwa hiyo ikanipatia prompt mbili. Ya kwanza hii ni ya website ya kuunda admin panel. Kwa hiyo nitakopi, nitaweka kwenye Lovable. Na kama unavyoona kwenye Lovable nikaweka prompt hii hapa niliyopatiwa na Cloud AI. Prompt hii nikiweka inakuwa na kila kitu ambacho kinatakiwa. Labda nikitaka niboreshe, nikitaka ni change, ni sawa, lakini ina kila kitu ambacho tunakihitaji. Na baada ya kuweka prompt hii nikapata site moja kali sana, ni admin panel, ambayo hii sio mtu ambaye mtu anaweza kaingia huku kufanya vitu vyovyote. Ni mimi kama mimi kuiendesha application yangu. Kwa hiyo nikipost kitu huku kwenye application kitaonekana. Na kama inaweza kuwa ni application tofauti, unaweza kuwa unataka uunde labda ni application ya kupost music, application ya kupost movie. Japo baadhi ya application zikavunja sheria za Google, inaweza sikubaliwa kuweka Play Store. Unaweza ukapost application, ukatengeneza application yoyote ya kupost kitu ambacho kwenye application kitaonekana. Maybe ni habari. Simple sana. Application kama zile za kina DJ Mwanga sasa hivi ni rahisi kuzitengeneza kwa kutumia njia hii. Au application ya mikeka, unakuwa unaposti mikeka huku na kule inaonekana. Na hapa pia kuna vitu kibao, kuna taarifa, tips, creator tips, masoko, notifications kwa kutumia hii panel hii ya admin. Na kitu muhimu cha kufanya kwenye Lovable huku, ikishakupatia kila, ikishatengeneza utaiambia nipatie prompt ya kutengeneza application. Na nipatie vitu vyote muhimu. Nilikosea kuandika, lakini nipatie vitu vyote muhimu ambavyo hii website itakuwa ni kama backend, lakini nataka nitengeneze application ambazo ita connect na hii website. Unaweza kuandika kwa Kiswahili, unaweza kuandika kwa English, lakini vitu ni kama hivi. Give me all important stuff I need to connect this backend to my Android app. Kisha siwezi nikaonyesha taarifa kwa sababu ni taarifa za siri, ila itakupatia na wewe taarifa zako ambazo hizo taarifa zita connect project hii na project yako ya kwenye application. Na kwenda kuonyesha kwenye application pia. Let's go. Sasa baada ya kuchat na Cloud AI na kuiambia kupatia prompt mbili ya kutengeneza application na prompt ya kutengeneza admin panel, ukatengeneza admin panel kama tulivyofanya kwa kutumia Lovable AI. Kinachofuata ni kuiambia Lovable AI kupatia prompt ya kuunganisha database ya application na database ya hiyo admin panel. Kwa hiyo sasa hivi tuna prompt mbili. Prompt ambayo ya kutengeneza application kutoka Cloud AI na prompt ambayo tumechukua kwenye Lovable ya kuunganisha database. Utaingia kwenye aistudio.google.com, utaenda sehemu imeandikwa new app. Kama nilivyogusa hapo, utagusa sehemu imeandikwa build an Android app. Ukigusa hii sehemu, ni sehemu ambayo itakusaidia kutengeneza application ya Android moja kwa moja. Utapaste ile prompt. Sasa unaweza kupaste moja kama tulivyofanya, au unaweza kupaste prompt moja ukaiunganisha, yani ya Lovable na ile uliyopewa na Cloud, ukaziunganisha zote. Lakini hakikisha ya kwanza inakuwa ni ile ya kutengeneza application uliyopewa na Cloud AI, ya pili inakuwa ya kuunganisha database.
hiyo unaweza kuziunganisha hizo prompt au kaweka moja baada ya nyingine. Lakini sasa issue hapa ni kwamba inachelewa sometimes. Hicho ni kitu ambacho kikwepeki, na hasa kama ni application yenye mambo mengi. Lakini ukigusa kwenye preview hapa utaona muonekano ambapo itakuuliza unataka muonekano upi hasa, umependa muonekano upi. Utachagua wewe ulioupenda. Lakini wakati huo unaweza kutumia muda huu kusubscribe, kwa sababu usipofanya hivyo basi unaweza kukutana tena na video zetu. Gusa alama kengele unakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa. Na nadhani nitaanza kwenda live kwenye hizi tutorial, kwa sababu kama hii nimetumia muda mrefu kutengeneza, na mpaka sasa hivi nimekatakata sehemu nyingi ili kuepusha changamoto za video kuwa ndefu sana watu wakaanza kuskip. Lakini ni kama una nia kujifunza uweze kuskip kitu kama hiki, ila hakikisha una subscribe, kwa sababu tutaanza kwenda live kwenye tutorial kama hizi. Na pia unaweza kujiunga Betwinner kwa kugusa link kwenye description. Tumia promo code Vinei 10 kwa herufi kubwa la kupata mabonus kama hivyo. Lakini tukiendelea hapa, kama nilivyosema, nimekatakata sana kwa sababu ni hapa kwenye kugenerate inachelewa pia. Ufahamu ni bure, lakini sio bure muda mrefu. Unaweza kufika kikomo, kwa sababu tunajua wale wazee kwamba nimefika kikomo, unafanyaje? Ni mawili, subiri muda uishe wa kikomo au ulipie. Lakini mimi sijalipia kwa sababu kufika kikomo ni muda mrefu sana. Na baada ya kusubiri muda mrefu nikakata video, nikaskip, application ikawa hivyo. Na hapa ninapoitazama application ni kwenye emulator yao. Hii emulator inakuonyesha application yako ilivyo. Ni kama simu ya kwenye hii browser. Sasa wewe utaicheck application kitu gani imepatia, kitu gani imezingua, kitu gani iboreshe, kitu gani ichange kwenye preview hapo. Na mimi nikana icheck hiyo application baada ya kuona vitu gani ilivyozingua, nikaiambia AI vitu gani ichange. Ukigusa hii sehemu ya .3 hizo, ukaenda kwenye sharing au kwenye settings, utaenda kupublish application, kwa sababu nataka sasa nione kwenye simu itakuwaje, kwa sababu hapo kwenye emulator inakuwa slow. Unaenda kwenye sehemu imeandikwa publish. Ukweli mchungu upo hapa, ambapo ili kupublish application, yani hapo utapublish alafu utainstall kwenye simu yako ili uitesti moja kwa moja. Au ukitaka watumia watu kama APK ni wewe, lakini hapa ni process ambapo itakutaka ulipie Play Console kama hauna. Kwa wale ambao mnayo utatumia tu hapo, utapublish app for testing, utadownload. Lakini kama hauna utatakiwa utengeneze account, na account inataka vitu viwili ya Play Console. Utatakiwa ulipie hiyo kianzio ni kama $25 hivi. Naweza nikawa nimekosea, lakini haiendi mbali hapo. Pia utaweka vitambulisho na vitu kama hivyo. Utakuwa na hiyo account ambapo itakusaidia kupublish application zako Play Store moja kwa moja. Na application hii ninayotengeneza hapo nitaiweka Play Store, lakini kwa sasa hivi bado ipo kwenye review. Na pia nitapost link kwenye magrupu ya WhatsApp na Telegram, na kwenye namba yangu nitaweka status pia. Application ndio hiyo, naanza kuinstall. Ipo hapa kwa sababu mimi account ni ile ile. Sasa nikisha install hapo, nitaifungua nione kwenye simu iko vipi, kwa sababu kwenye emulator hauwezi ukaifeel sana. Na unaweza kuona application ninayoitumia hapa muda huu ni tofauti na application niliyokuonyesha mwanzo, vitu vidogo sana. Kwa sababu kama nilivyokuambia, video nimetumia muda mrefu kuboresha. Kama hiki kimetokea upande wa kushoto, baadaye nikaiambia kitokea upande wa kulia. Vitu vingi sana na change nikisha testi mpaka iwe ninavyopenda mimi, ndivyo nakuwa nimeridhika. Au kuna vitu baadhi inaweza ikatengeneza lakini ikakosea, ukaiambia ifix kitu hicho. Na kuna baadhi ya services unaongezea, na sasa hizo service Claude AI itakusaidia kutengeneza hizo service vizuri. Kwa mfano, nataka nikiposti kitu kionekane kwenye application lakini pia kije na notification. Ni service tofauti ambayo unatakiwa uunganishe. Kwa mimi nilitumia one signal hivi, inaitwa one signal. Na mimi siifahamu, nilipewa suggestion na Claude AI na ikaniambia namna gani ya kuunganisha, na nikafuata hatua, nikachukua prompt hizo nikaziweka kama ilivyoniambia. Sasa nimeingia huku kwenye admin panel, nimejaribu kuposti ili nione kama kitaonekana kweli kule database zimeunganika fresh. Hapo nikapost, nikaandika uongo tu, then nikahifadhi. Sasa huku nikisha posti kama admin, inaweza kuwa ni application yako ya mikeka, inaweza kuwa ni application yako ya vitu nyimbo sijui nini. Ukishaweka kama admin, utaingia kwenye application, watu wanaotumia application wataona
kitu kimekuja huku. Ngoja kwanza niendelee kuweka vitu huku. Hapo nakumbuka nilikuwa na posti, then notification ilikuwa imefail, kwa hiyo nikaendelea kuiambia AI ifix hiyo issue. Kwa hiyo application ndio hiyo kama unavyoiona hapa. Nikaendelea kuposti kitu, nikiposti kitaonekana kwenye application, na application ambayo itakuwa ni serious. Nitakuwa naweka vitu huko muhimu kwa ajili ya content creators wapate taarifa na vitu muhimu vinavyohusu content na mitandao inayolipa Tanzania, na vitu vingi vinavyomsaidia content creators kwa Kiswahili, kwa sababu application kama hizi tunajua kibongo bongo hamna. Nikaposti hicho kitu, nikaingia kwenye app, nikakuta kinaonekana, basi mambo yamekaa shega kabisa. Ila na kwa muda huo nilikuwa sijaweka icon. Kwenye icon una upload picha yako pale kwenye AI Studio, unaiforce iweke hiyo picha kama icon, itaweka picha kama icon, na nimejeleti kwa kutumia AI. Mambo simple. Sasa kuna wale ambao wanaangalia tutorial alafu wanaona ni kitu kizuri, ila wao wenyewe hawataki kutengeneza, atakwambia nitengenezee mwenyewe, na kwa sababu nimetoa tutorial basi wata imagine ni bure. Issue hapa ni muda unatumika muda mrefu kama nilivyokuambia. Kwa hiyo ukija